Mungu wetu, tunazidi kukushukuru tena kwa siku njema leo ambayo umetupa tena neema ya kuendelea kujifunza yatupasayo kuyafahamu kuhusiana na mfululizo wa masomo haya ya uinjilisti na uhusiana na kuhubiri Injili. Roho Mtakatifu ameanza kazi nasi kwa wiki kadhaa sasa. Zidi kumfanya kila mmoja wetu kuifahamu kweli, ili kweli izidi kutuweka huru, na zaidi sana tuongoze na kututia katika kweli yote. Utufundishe na katika mafundisho yako tupate faida, katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu katika kila hatua, na tupe ufunuo wa Roho tupate kulielewa neno lako katika kila hatua, na hata neno hili ambalo tunalipanda ndani mwetu lipate kuzaa matunda. Hatutaki matunda 30 wala 60, lakini matunda 100 yawe dhahiri kwetu katika jina la Yesu. Amen. Mwishoni kabisa mwa somo letu Jumapili iliyopita, katika mfululizo wa masomo haya tuligusia jambo fulani au neno fulani ambalo leo sasa ndilo tunalojifunza kwa kina sana kuhusiana na lile tuliligusia tu mwisho wa somo hilo, na hata yale mengi ambayo tuliyagusia kuweza kuingia katika kile kipande kilichokuwa kimerekodiwa. Kwa leo tutakwenda katika kile tulichokigusia, tutazungumza na tutaenda kwa ndani zaidi au kwa kina, ili tupate changamoto zitokanazo na neno hili. Kwa hiyo kichwa cha somo letu kinakuwa usipo wahubiri wao watakuhubiri wewe. Usipo wahubiri wao watakuhubiri wewe. Usipo wahubiri wao watakuhubiri wewe. Wengi wetu tunafahamu kwamba shetani anaitwa mungu wa dunia hii, na mungu ya shetani inaandikwa herufi ndogo M, ile ya mwanzo. Na Mungu tunayemwabudu, Mungu wa mbingu na Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi, lazima jina lake liandikwe kwa herufi M kubwa. Na lazima tujihadhari sana, hasa siku hizi ambazo tunapokuwa tunatumia mitandao. Utaona katika mitandao hiyo, katika Google hivyo, utaona ukiona jaribu kutafuta Mungu, utaona wametumia herufi ndogo M. Sasa, na kwa sababu ya kukwepa hata mtu kuandika, unaona shida kutoka katika zile herufi ndogo uhame uende katika herufi kubwa, urudi tena kwenye herufi ndogo, au wanazungumza hivyo upper case lower case, unapata shida. Watu wanaamua kuandika tu, kama umeanza kwa herufi ndogo basi wanaenda herufi ndogo tu. Ni kosa kubwa sana kumuita Mungu kwa herufi ndogo M. Kimsingi ukisema Mungu akubariki alafu umetumia ile herufi ndogo M, unayemzungumzia sio Mungu aliyeumba mbingu na nchi, unamzungumzia shetani kabisa. Lazima tuwe makini hata katika kuandika kwetu, kama Biblia ilivyo makini
katika kulileta neno hilo kwetu. Utaona sasa katika Wakorintho ambapo tunaona juu ya mungu wa dunia, yani shetani, anavyotofautishwa na Mungu muumba mbingu na nchi kwa herufi ile M ya kwanza. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura ile ya 4 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, na imesitirika maana yake imefichika, imesitirika kwa hao wanaopotea. Wanaopotea maana yake ni wenye dhambi, ambao ndani yao mungu wa dunia hii. Neno mungu hapo herufi M ni ndogo kubwa. Ndogo kubwa. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Shetani. Kwa sababu ndiye anataja ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasio amini. Isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Mungu hapo herufi gani M? Herufi gani M? Huyo ni nani sasa? Ni Mungu wetu muumba mbingu na nchi, si ndio? Unaona tofauti ya Mungu hapo na Mungu huyo shetani, tunaona tofauti yake? Ndio. Kwa shetani anaitwa mungu wa dunia hii, ile M herufi ndogo. Na kimsingi miungu wako wengi wenye herufi ndogo kama hivyo. Miungu wako wengi. Utaona wanatajwa mahali popote wanapotaja hiyo miungu, wanatajwa hivyo hivyo kwa herufi ndogo katika Biblia nzima. Hakuna miungu ya namna hii inayotajwa kwa herufi kubwa M. Ikitajwa herufi M kubwa katika Biblia, basi inamzungumzia Mungu aliye hai, na imezingatiwa hivyo kwa makini sana katika maandiko ili kutofautisha miungu na Mungu aliye hai. Katika Biblia yetu sasa utaona wanatajwa miungu vile vile mbalimbali. Waache huyu shetani, wanatajwa miungu mbalimbali, nao wanatajwa kwa jina hilo la M ndogo. Angalia kwa mfano Wafalme wa pili sura ya kwanza. Wafalme wa pili sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 4. Wafalme wa pili sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Ikawa baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu wakawaasi Israeli, na Hazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe akawaambia, enendeni mkaulize kwa Baalzebubu mungu wa Ekroni. Mungu hapo herufi gani? Mungu hapo herufi gani? Mungu wa Ekroni ni miongoni mwa miungu mingi iliyoko duniani, kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Elia Mtishibi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli? Mungu katika Israeli, M herufi gani? Huyo ndio Mungu wetu. Hata mnakwenda kuuliza kwa Baalzebubu mungu wa Ekroni. Mungu herufi gani hapo? Ndogo. Basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Elia akaondoka. Unaweza kuona Mungu wa Ekroni sasa ni miongoni mwa miungu mingi iliyoko duniani. Na ndio maana tunasema
kama unaandika kwenye Facebook ukurasa wako, kama unaandika email, unaandika barua yoyote, lazima uwe makini. Kama wewe unaijua kweli, uwe makini kumpa Mungu wa kwetu heshima yake, na ili usikaribishe mashetani kwa njia hiyo, katika jina la Yesu. Kuna miungu mingi kwa namna hiyo, Mungu wa Ikroni, Mungu siyo gani mingi. Kwa mfano katika dunia sasa, nchi ya India peke yake kuna miungu ambayo inatajwa kufikia idadi ya milioni 300. Kuna Mungu ipatayo milioni 300 katika nchi ya India peke yake. Kule India karibu kila kitu ni Mungu. Mpapai Mungu, kisu Mungu, kwa wengine kisu kwao ni Mungu wao, wengine panga ni Mungu wao, wengine ng'ombe ni Mungu wao, wengine ndege wa aina fulani Mungu wao, mwingine mlima. Karibu milima yote ni miungu. Ule mlima Mungu fulani, vichuguu, kila kichuguu Mungu fulani. Kila mahali ni miungu tu, wote miungu. Na miaka ile ya 90 nilikuwa na safari nyingi sana za injili kule India. Nimekwenda mpaka vijijini ndani sana, vijiji vya Kihindu, katika kuhubiri injili. Na nilikutana na miungu ya kila namna kule. Chochote nacho utaona inaweza kuwa kichuguu unakuta kimepambwa. Unauliza nini hiyo? Unasema ni Mungu. Hicho kichuguu ni Mungu. Unasema katika kichuguu hicho unakuwa na nyoka ambaye wanatoka hapo wanatembea. Sasa unapoona wanapamba hapo, wanakuja kutoa sadaka zao kwa huyo Mungu ambaye yuko ndani ya kichuguu, ambaye anakuwa nyoka. Utaenda pale utaambia ule mlima unaitwa Mungu fulani, ule mlima Mungu fulani. Ukiteremka kwenye basi unaambia ule mti ni Mungu fulani. Miti mingi sana ni miungu. Na mtu anaweza kuwa mtu mfupi sana ni Mungu, mtu mrefu sana Mungu, mwanamke mnene sana Mungu, mwembamba sana Mungu. Yaani miungu mingi. Na wanaongeza miungu kila kukicha. Nilikwenda katika soko moja, katika soko kubwa ambalo wanauza nguo na vitu fulani vingine vya namna hiyo, vitu vya nyumbani na kadhalika. Halafu nikaona upande mmoja, eneo kubwa sana, masanamu ya kila namna yako pale. Watu wanaenda wananunua. Nikauliza wale watumishi wenyeji wangu, sema na hiyo ni nini? Nasema hiyo yote, hizo sanamu zote unazoziona watu wananunua ni miungu ile. Kwa hiyo watu wanatoa hela wananunua miungu, wanaongeza katika orodha ya miungu yao. Wahindi wengi wanasoma wakiwa wadogo sana. Elimu zao za shule wanasoma wakiwa wadogo sana. Unaweza kukuta mtu ana miaka 17 lakini amekishakuwa na degree 2 miaka 17. Mwingine anaweza kuwa na wanajifunza sehemu nyingine, wanakuwa mwingine tangu utoto wake anaanza kujifunza mambo yanayohusiana tu na udaktari. Tangu darasa la kwanza yeye anakwenda katika elimu inayohusiana na utabibu. Akifika miaka 9, miaka 12 anajua mambo mengi ya kutisha kuhusiana na utabibu. Lakini na elimu zote hizi walizonazo, utashangaa hao na degree zao nyingi hivyo wako wanaulizia, huyu Mungu bei gani? Huyu Mungu bei gani? Nipunguzie bei. Anaomba apunguzie bei ya Mungu, lakini akishaununua anauabudu. Kwa hiyo utaona
mahekalu ya Kihindu yanashindana kwa jinsi ambavyo katika hekalu kuna miungu mingapi. Wanajaza miungu maelfu katika hekalu. Mahekalu mengi toka nje unaona yamezungukwa na masanamu mengi mpaka juu kabisa, pembezoni, kila mahali, na kila sanamu unaiona hapo ni mungu fulani. Wanajua hata kwa majina wanawataja, na ni hivyo kila mahali. Na utaona, kwa sababu hawajui, watu wengi wanamea hawajui hata Ukristo ni nini. Wakisikia Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kuna Muhindi mmoja akasema, nyinyi wa Kristo nyinyi mna miungu watatu tu. Nimesikia mnasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sisi tumewazidi, tunao mingi. Ni wako gizani hivyo, hawajui chochote Ukristo. Unaenda vijijini unakuta hata ukisema Petro, Yakobo, hawajasikia hata Petro ni kitu gani, na ukisema sijui mpaka ulete, yani unazungumza na watu ambao hawajawahi kuona hata Biblia, hawajui hata nafananaje. Ni miungu kila kona. Na mtu yeyote akifanya kitu chochote kikaonekana tofauti sana, mara moja tu watu wanakuja na mwangukia kutaka kumwabudu, yani wameshamhesabu ni Mungu wao. Kwa mfano, mtu anakimbia, amekuwa labda ameshiriki mashindano ya riadha, akakimbia akawa ni bingwa wa riadha, akirudi mtu namna hiyo, watakuwepo watu ambao wanamhesabu ni Mungu wao tayari, na wataanguka, wanataka kumsujudia, ni miungu, wanataka hata kutoa sadaka maalum kwa ajili ya Mungu na vitu vya namna hiyo. Na mimi mwenyewe alinikuta wakawa wamekuja, mimi sijui, ilikuwa mwaka 1996, nilialikwa na huduma ya mhubiri Marekani maarufu anaitwa Morris Celulo. Alipanga mkutano kule katika jiji moja linaitwa Pune kule India, na mwakilishi wa Afrika alikuwa amekuja hapa, wakati wetu na ukumbi mmoja tu hapa namba 1, akawa ameona ishara na maajabu yanayofanyika hapa. Akasema hii kitu ni kinaweza kuwa msaada mkubwa sana kwa dunia, watu wengi sana hapa waelewe. Kwa hiyo Katolika twende kule katika ule mkutano. Mkutano ulikuwa mkubwa sana. Mkutano umeandaliwa kwa nguvu kubwa sana wa Marekani, na walikuwa wahubiri kutoka sehemu mbalimbali duniani, nikawa miongoni mwao. Sasa nilipokuwa na hubiri, zilifanyika ishara za ajabu sana. Ni watu ambao wana shida na mateso mengi sana kutokana na jinsi ambavyo wamekaribisha mashetani katika maisha yao. Kwa hiyo utawahurumia. Kuna kila tunachokiona hapa, ulemavu tunaona hapa sio wa ngazi ya India. Kule unaweza kukuta mtu mlemavu, unashangaa ulemavu wa namna gani. Hapa ni vigumu kuwaona watu namna hiyo hapa. Lakini kule unaweza kukuta mtu ni mlemavu, lakini ulemavu wako ni wa kushangaza. Miguu yake imepinda, alafu imekwenda, inakuwa inazunguka mpaka inakuja kichwani, inazungukia kichwani. Anapotembea inakuwa ni gurudumu, kwa hiyo linazunguka lile, yani kama kichwa vile na mikono ile inazunguka, ni gurudumu kabisa, linatembea mpaka usogee unaona ni mtu. Kuna ulemavu ambao unatisha, kuna magonjwa ambayo hayana mfano, ambao ndio hata yamewafanya wao kuhangaika sana kutafuta ufumbuzi wa matatizo ya maradhi, na ndio imefanya hata wakazama sana katika mambo ya matibabu
na kuona leo kuna utaalamu mwingi sana wa ndani wa matibabu kule India. Sasa kulikuwa na watu wa kila namna wenye mateso na mahangaiko, na kwa sababu hawajasikia juu ya Yesu anayeponya, ukiwahubiria, ukiwaeleza yuko Mungu anayeitwa Yesu Kristo, ambaye ana uwezo wa kipekee tofauti na miungu yenu. Yeye ana uwezo kuponya, ana uwezo kufanya yale ambayo miungu haiwezi kufanya. Ukihubiri nao wanasikiliza kwa makini sana, kwa sababu wana shida, wanahitaji sana Mungu mwenye kuondoa mateso yao. Wanahangaika sana, wanakwenda katika mito kutoa makafara kwa ajili ya miungu, wanakuta mateso yao bado yako pale pale, wanafanya mambo ya kila namna, na hata pamoja na hospitali yao yana viwango vya juu sana vya matibabu. Wanakwenda huko, wanarudi bado mateso yao kwa vile vile. Wengine uwezo wao wa kifedha bado ni mdogo sana, wako maskini wa kutupa kabisa India kule, ambao sisi hatuna maskini wa viwango vile. Wako watu wengi ambao wanatembea kule, wanatembea peku peku, wanajenga mabanda ambayo hawawezi hata kukandika kwa udongo, wanakandika kwa mavi ya ng'ombe. Vitu vya ajabu sana. Wako juu sana na wako maskini wa chini wa kutupa sana. Kwa hiyo kuna mahitaji ya kila namna katika mwili. Wakati nahubiri, wale waliokuwepo miaka hiyo, kulikuwa na maombi ya kipekee sana yanaendelea hapa usiku na mchana wakati kwa ajili ya crusade hiyo. Kukawa na uwepo wa Mungu usiokuwa wa kawaida. Wahindu walikata shauri, maelfu wanaamua kuokoka. Wale wahubiri nilikuwa nao, wengine wametoka Marekani, wengine wametoka Afrika Kusini, wazungu wale wakawa nashangaa sana. Mbona wewe ukisimama inakuwa tofauti na sisi? Kuna nini? Kwa sababu ukizungumza maneno ya kwako ni mepesi tu, lakini yana mvuto wa ajabu. Watu wanavutwa kwa namna ya kipekee kuokoka. Kuna nini? Kuna ishara na maajabu tunayoona hapa hatujawahi kuyaona. Kuna siri yake ni nini? Nikawaeleza wako maelfu wanaomba kule nyumbani usiku na mchana, hawapumziki kwa ajili ya crusade hii. Na ndicho kilichomfanya mmoja kati ya wazungu wale atoka Afrika Kusini, kwa wale wanaokumbuka miaka zamani, alikuwa na jina lake Eunice, akaja hapa pamoja na mke wake ili kufuatilia kuona kile kinachofanyika hapa. Kufanya hadithi iwe fupi, ishara na maajabu yale yaliyotokea katika viwanja vile vikafanya siku moja ambapo maajabu yalikuwa ya kutisha. Walikuwepo watu wenye maulemavu sijawahi kuona, walifunguka kwa ajabu. Watu ambao walikuwa wanatembea kwa namna ambayo ni ya kutia huruma, ilikuwa wananyoka kabisa, wanatembea. Yalifanyika mambo ya kutisha sana. Siku ile siwezi kuisahau. Nimetoka kwenye madhabahu, sasa natelemka ngazi na kwenda kupanda gari ili nirudi kwenye hoteli ile ambayo tumefikia. Wakawa kutokana na zile ishara na maajabu waliona wale Wahindu, wakawa wametoka wengi sana kunifuata pale kwenye gari. Na mimi sijajua mambo ya miungu kule India yanavyofanya kazi. Sasa nataka ni kama mita kadhaa chache kabla kufikia kwenye gari, umati ule umewazidi nguvu wa hudumu, na hudumu wanashindwa kuwazuia ndugu zao. Wahindi wanapendana sana kwamba sasa mimi nina shida alafu unanizuia wewe ndugu yangu, inakuwa shida. Kwa hiyo wakawa wamekuja wamenizingira. Nikaona tayari wako chini wanalala, wengine wanashika huku wa viatu, wengine wanashika nguo hivi. Sasa wanazungumza Kihindu, wanazungumza lugha mbalimbali za Kihindi kule ambazo sijui. Nikamwambia yule mhudumu ambaye alikuwa karibu na mimi, yule mtumishi ambaye alikuwa karibu na mimi, mhudumu, nikamwambia nashindwaje kuwazuia hawa? Waambieni tumeshaomba
maombi yanaendelea kufanya kazi anapokuwa anakwenda. Nini hapa? Kitu gani hiki ambacho anakifanya hapa? Maana amenizuia sasa, siwezi kupiga hatua, miguu imeshikiliwa chini hapo hapo, mikono imeshikiliwa. Sasa yule ndio akaanza kunielezea, kwa sababu yeye ananieleza kwa Kiingereza. Sasa anasema, unajua unachokifanya hapa? Nikamwambia nini? Wanasema hapa wanakuabudu. Yaani hapa wamesha, yaani wanasema kwamba Mungu wanasema kuna Mungu mwingine amekuja katikati yao, kwa hiyo wamekupokea kama Mungu wao hapa. Kwa hiyo kwa maana hiyo wamekuorodhesha katika orodha ya miungu yao, na wanasema sasa wewe ni Mungu mkubwa kutokana na yale waliyoyaona. Nikaogopa sana. Yaani ilibidi nijichomoe, na katika kujichomoa kwangu wengine ilibidi wapigwe mateke. Sikuweza kuzuia kwa sababu wameshikilia, nikifanya namna hii ni mtu teke kabisa. Ilibidi kujichomoa. Nini? Mungu ni mmoja. Ukizungumza Mungu mmoja kule unapata kazi kweli kuelezea. Mungu ni mmoja, yule ndiye aliyeumba mbingu na nchi hizi. Hakuna mwanadamu ambaye ni Mungu. Naanza kuelezea pale kwa shida sana. Nimetoka pale kuingia kwenye gari, kuna foleni za kule ni kali zaidi kuliko foleni zetu. Magari yao ni mengi utitiri mno, na watu ni wengi sana. Ni nchi yenye watu wengi kupindukia. Sasa kutoka pale uwanjani mpaka kufika hoteli sio mbali sana, lakini kwa sababu ya foleni utachukua muda mrefu sana. Wao walivyoona sasa pale wajanipata sawa sawa, nao wametoka hapo, wamekimbia moja kwa moja. Wameuliza wamefikia hoteli gani, wamekimbia moja kwa moja. Tumefika pale, wamejaa hoteli yote, wananisubiri. Na ndio nikabidi nimueleze wale, umueleze vizuri sana. Kabla sijaingia huko, waelezeni vizuri, mimi sio Mungu, nimekuja kumhubiri Yesu ambaye ndio Mungu. Ilikuwa kazi kubwa. Ule utaona unatoka hoteli, ukitoka hoteli, nilitoka hoteli siku moja na nikakuta kibinti kimoja, labda umri wake miaka 12 hivi, kimevaa vitu vya ajabu ajabu tu shingoni, kimeweka kama masizi meupe usoni na kifuani, sehemu ya mabega iko wazi. Naona kimezungukwa. Nauliza, hapa kuna nini? Naona wanacheza kama ngoma. Nasema huyo ni Mungu. Huyo ni Mungu wako hapo, ndio wanamsifu Mungu wao. Kwa ni miungu hivyo kila mahali. Hata miji mingi ya India majina yao yanazungumzia juu ya Mungu fulani. Kwa mfano lile jiji lilikuwa linaitwa Bombay zamani, siku hizi linajulikana kama Mumbai. Neno Mumbai linatokana na Mungu anaitwa Mumbadevi. Kwa hiyo ukizungumza Mumbai kimsingi unazungumzia juu ya miungu ya India inaitwa Mumbadevi. Kwa hiyo wametoa jina lile kwa jiji lile kubwa kwa heshima ya huyo Mungu anaitwa Mumbadevi. Unaweza kuona. Kwa hiyo ni miungu kila mahali. Sasa hiyo ni India peke yake. Japani iko hivyo. Ukiteremka Tokyo ni masanamu kila kona katika mitaa na miungu yote hiyo. Sasa miungu iko mingi duniani, na huyo anaitwa Mungu wa dunia kimsingi anakuwa ni mkuu sasa wa miungu yote. Ile miungu yote inatumika kujenga ufalme wake, inatumika kuimarisha ufalme wake, na ni kazi za Shetani mwenyewe ambaye sasa ndio mkuu wa hiyo miungu yote mingine. Na sasa hatuna budi kufahamu ufalme wa Mungu wetu muumba mbingu na nchi unavyofanya kazi katika mpangilio wake wa utumishi katika ufalme wa Mungu. Shetani naye anaigiza
Shetani naye anaigiza, kwa sababu anapenda sasa naye ukuu, maana ndio kilichomfanya atupe kutoka kule mbinguni. Alitaka kuchukua nafasi ya Mungu kwa akili yake fupi na mawazo mafupi. Kiumbe kichukua nafasi ya Muumba, akatupwa nje kule kwa fedheha kubwa. Na sasa bado anapenda kuigiza yale ambayo Mungu wetu aliye hai anayoyafanya. Kwa hiyo kama vile ambavyo katika ufalme wa Mungu ambavyo tunakuwa na makuhani, wachungaji kama mimi ambao wanasimama na kuhubiri neno la Mungu kama hivi, wako makuhani vile vile wa hii miungu ya Shetani. Na kwa namna hiyo, kama vile vile tunavyokuwa na manabii, tunataja habari ya nabii Ezekiel, nabii Daniel na kadhalika, kunakuwa na manabii vile vile wa hiyo miungu. Na vile vile kunakuwa na mitume, kunakuwa na watumishi wa Shetani wa ngazi mbalimbali. Na angalia kwa mfano juu ya makuhani. Mwingine alikuwa anaitwa Baali nyakati hizo. Sasa utaona kwa mfano kwa mungu Baali anatajwa mtu mmoja jina lake Matani. Huyu Matani alikuwa ni kuhani wa Baali. Angalia Wafalme wa Pili sasa sura ya 11. Wafalme wa Pili sasa sura ya 11 mstari wa 18. Wafalme wa Pili sasa sura ya 11 mstari wa 18. Wafalme wa Pili 11 mstari wa 18 tunasoma: watu wote wa nchi wakaiendea nyumba ya Baali wakaiangusha. Baali huyo anayetajwa hapo ni mungu miongoni mwa miungu hiyo mingi ya dunia. Masanamu tu haya, lakini ni miungu. Watu wote wa nchi wakaiendea nyumba ya Baali wakaiangusha, madhabahu zake na sanamu zake wakazivunja kabisa. Soma maneno yanayofuata. Yanasomekaje? Tena kwa bidii. Ndiyo. Na Matani kuhani wa nani? Wa Baali wakamuua mbele ya madhabahu. Unaweza kuona Matani kuhani wa Baali ni wachungaji, lakini si wachungaji ambao wanafanya kazi ya utumishi chini ya Mungu wetu tunayemfahamu, Mungu aliye hai, lakini ni wachungaji ambao wanafanya kazi chini ya miungu, chini ya Shetani ambaye ndio mkuu wa miungu yote hiyo ya masanamu na kadhalika. Utaona vile vile juu ya makuhani wa Dagoni, mungu mwingine katika orodha ya miungu hiyo. Samueli wa kwanza sura ya 5. Samueli wa kwanza sura ya 5. Samueli wa kwanza sasa sura ya 5. Samueli wa kwanza sasa sura ya 5 mstari wa kwanza tunasoma mpaka mstari wa 5. Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 5 tunasoma: basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Benezeri hata Ashdodi. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni. Huyo Dagoni sasa ni mungu kwa herufi ndogo M, ambayo yuko katika orodha ya miungu mingi nyakati hizi. Wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni imeanguka, huyo mungu wao, sanamu
imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitoa Dagoni, wakaisimamisha mahali pake tena. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala kizingitini. Dagoni ikasalia kiwiliwili chake tu. Angalia sasa maneno yanayofuata mstari wa 5. Kwa hiyo makuhani wa nani? Makuhani wa nani? Makuhani wa huyo mungu Dagoni. Unaweza kuona. Kwa hiyo makuhani wa Dagoni, na mtu awaye yote aingiaye nyumbani mwa Dagoni hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagoni huko Ashdodi hata leo. Unaweza kuona makuhani wa Dagoni. Sio kuhani, makuhani wengi, wachungaji wengi ambao wanatumika chini ya huyo mungu Dagoni. Unaweza kuona. Sasa utaona hata maandiko yanazungumzia sasa juu ya manabii vile vile. Manabii wa Baali, mmoja kati ya miungu hiyo. Manabii wa Ashera, mmoja kati ya miungu hiyo. Na manabii wengi, si wawili watatu. Angalia juu ya manabii ambao sio manabii wa kweli. Hawa ni manabii wa uongo, ni manabii wanaofanya kazi chini ya ibilisi mwenyewe. Wafalme wa kwanza sasa sura 18. Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 19. Wafalme wa kwanza sura 18. Sasa tunasoma mstari wa 19. Basi sasa upeleke watu, unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli, na wale manabii wa nani? Manabii wa nani? Sema kwa bidii kama umepaona hapo. Manabii wa nani? Wa Baali. Wangapi? Ndiyo. Manabii wa Baali 450. Na wale manabii wengine hapo sasa wanaitwa manabii wa nani? Manabii wa nani? Wangapi nao? 400. Unaweza kuona. Manabii wa Baali sasa ni watu. Hawa ni watu kabisa. Kama yule tuliyemsikia jina lake Matani, ni mtu, ni kuhani, ni mchungaji. Lakini ni uchungaji sasa ambao uko katika ufalme mwingine wa ibilisi. Na hapa ni manabii. Manabii wa Baali 450. Manabii wa Ashera 400. Naona manabii hapa jumla wako 850. Sasa hivyo utaona wanataja vile vile mitume wa uongo. Mitume wa uongo hawa sasa sio mitume wa kweli, sio mitume ambao wanafanya kazi chini ya Mungu wetu muumba mbingu na nchi, lakini ni mitume wanaofanya kazi chini ya ibilisi mwenyewe. Na utaona habari zao katika Wakorintho wa pili 11 mstari wa 13. Wakorintho wa pili sura 11 mstari wa 13. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 13. Maana watu kama hao ni mitume wa uongo. Shetani ni baba wa uongo. Kwa mitume wa uongo ni mitume wa ibilisi. Maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Ni mfano lakini sio. Unaweza kuona ni mfano lakini sio. Ni mitume wa uongo. Ni mitume kweli wanaofanya kazi lakini chini ya nani? Chini ya mungu wa dunia. Nani? Shetani. Ndio.
Na wako watumishi wa namna mbalimbali vile vile. Kama katika kanisa tunavyoweza kuwa na watumishi wa namna nyingi mbalimbali. Tunasema viongozi wa zone, tunasema viongozi wa section, tunasema viongozi wa makanisa nyumbani, tunasema watendakazi namna hiyo. Na wako watumishi wa namna mbalimbali katika kazi hii ya ibilisi. Wakorintho wa pili sasa juu ya watumishi wa shetani. Wakorintho wa pili 11. Sasa tunasoma mbele hapo mstari wa 14 mpaka mstari wa 15. Wakorintho wa pili sasa 11 mstari wa 14 mpaka 15. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Nani anayejigeuza? Shetani. Basi si neno kubwa watumishi wake nao. Watumishi wake nani? Watumishi wake nani hapa? Ndiyo, nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi zao. Unaona? Watumishi wa nani? Wa shetani. Kama hivi tunavyosema huyu ni mtumishi wa Mungu, hao ni watumishi wa Mungu. Kumbe wako watumishi wa Mungu wa dunia pia. Tuko pamoja mpaka hapo? Tuko pamoja mpaka hapo? Na kila mtu ambaye vile vile ambaye hajaokoka, ni kama hivi tunaweza kusema wako viongozi kadha wa kadha, wako watendakazi hapa, na wako wengine washirika wa kawaida. Kila mtu ambaye hajaokoka vile vile ni mshirika wa kawaida katika ufalme huo. Roho huyu ibilisi anatenda kazi ndani yake. Kwa hiyo anafanya kazi za ibilisi kwa kujua au kwa kutokujua, anazifanya kazi zake. Katika sasa Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 2. Waefeso sura ya 1, Waefeso ni sura ya 2 hapo. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2 tunasoma. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Ni jina jingine linalotumika kwa kuzungumzia juu ya ibilisi, ambaye Yesu alisema alimwona shetani akianguka kutoka juu mbinguni kama umeme kutoka juu angani, akaanguka. Huyu ni ibilisi, ndio huyo anaitwa mfalme wa uwezo wa anga. Makao makuu ya himaya yake yako katika anga la pili hapo, yako katika mbingu ya pili, hapa ambapo kunakuwa na nyota, mwezi, na sayari nyingine. Hapo ndio makao makuu ya ufalme wa shetani. Utaona Daniel alipokuwa naomba, walituma malaika kutoka juu mbinguni. Sasa juu mbinguni kwa Mungu wetu ni mbingu ya 3. Mbingu ya kwanza ni hapa ambapo tunaona mawingu yanatoa mvua, ndio panaitwa mbingu ya kwanza. Mbingu ya pili ni hapa kwenye sayari, mwezi, nyota, jua na sayari nyinginezo. Na mbingu ya 3 sasa ni juu kabisa kule ambako ni mbinguni. Malaika walipokuwa wanatoka kule juu mbinguni kuleta majibu kwa maombi ya Daniel, maandiko yanasema katika Daniel walikutana sasa na wafalme waliokuwa na wazuia kwenda kwa Daniel, wakapambana nao hapo kwa siku 21 mpaka akaja malaika mkuu Mikaeli kuwasaidia. Sasa unaweza kuona kwamba
hao walikuwa wanapambana sasa na wale malaika ndio hao malaika wa giza, wafalme. Kama ambavyo kunakuwa na mfalme wa nchi kama hii Tanzania, kwenye anga la juu kuna mfalme vile vile ambaye ni katika ufalme wa Ibilisi, ambaye anashughulika na taifa hili. Kama unavyoona kuna mkuu wa mkoa, kuna mkuu wa wilaya, kuna mkuu wa kata na kadhalika, na hivyo hivyo. Katika ulimwengu wa roho kuna mkuu anayehusika na mkoa fulani, kuna mkuu anayehusika na wilaya fulani. Ndio maana unaweza kuona kuna mambo fulani unaweza kuona yanakuwa yamezoeleka na tabia fulani za namna fulani katika eneo fulani tofauti na eneo fulani. Wanaofanya kazi na kutofautisha ni kutokana na juu kwenye anga kuna nani ambaye yuko in charge, nani ambaye anasimamia pale chini. Sasa huyu anaitwa mfalme wa uwezo wa anga, ambaye ndio anakuwa juu ya hao wote. Maandiko yanasema katika Efeso 6, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya falme, juu ya wakuu wa giza, juu ya falme. Sasa falme, kuna wafalme kadha wa kadha, na mkuu wao sasa ndio huyo mfalme wa uwezo wa anga. Efeso 6:12, kwa maana kushindana kwetu sisi juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Naweza kuona ndio maana naitwa mfalme wa uwezo wa anga. Sasa anakuwa juu ya hao wafalme ambao hawa sasa sio wanadamu, lakini wanakuwa ni mapepo, wanakuwa ni malaika wa giza ambao ni wasaidizi wa Ibilisi, ambao wamegawa na mamlaka, utawala katika ufalme wake. Sasa tukijua hivyo, turudi katika Efeso 2. Efeso 2 Efeso 2 sasa mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Efeso 2:1 mpaka 2. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, huyo Ibilisi, roho yule atendaye kazi sasa katika nini? Sema kwa bidii yote. Katika nini? Wana wa kuasi ni watu gani? Wenye dhambi, si ndio? Kwa hiyo kila mwenye dhambi ni mshirika katika ufalme huu. Sasa huyo roho anatenda kazi ndani yake. Nakumbuka sisi tunaozungumza kama hapa, tunazungumza tutoke wote kuhubiri. Ni wajibu wetu wote kuhubiri. Wote tunapaswa kuhubiri. Zile dini ambazo zinafanya kazi kubwa sana Ibilisi, zinajigeuza zionekana kama ni dini zenye Mungu, zinaweka mkazo mkubwa sana kuhubiri. Na moja kati ya dini hizo ni Mashahidi wa Jehova. Mashahidi wa Yehova ni dini ya kishetani moja kwa moja. Hakuna Mungu yeyote tunayemwabudu ambaye yuko ndani ya Mashahidi wa Jehova. Ile ni dini ambayo inatoka kuzimu moja kwa moja. Na dini ile imeweka mkazo katika kuhubiri kuliko chochote kingine. Kule hakuna cha mchungaji, hakuna cha nani, wote lazima kutoka kwenda kuhubiri. Kwa hiyo na maana wanaenda nyumba kwa nyumba,
wanaenda na maandiko yao, wanaenda na watahubiri, watahangaika ushawishi kupata roho fulani na kuzidi kuzikengeusha na kuzipeleka mbali zaidi. Mashahidi wa Jehova wanachanganya mambo. Katika ubatizo nao wanabatiza maji tele. Ili ndio hiyo, wanajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki. Ili kwa mtu ambaye hajakaa katika maandiko hawezi kudanganyika, anaweza kuhubiriwa akajikuta naye anachukuliwa katika kwingine akifikiri anaenda kwa Mungu. Lakini hao wanakuwa hao wanakuwa wanazungumza, hamna moto. Hakuna moto wa milele. Hakuna habari ya mbingu kwamba kuna mbinguni mahali. Hapana, tutakuja kutawala wote hapa ni duniani. Kwa hiyo wanachanganya ile utawala wa Kristo miaka 1000 duniani, wanachanganya kwamba ndio hapa ndio mbinguni kwetu ni hapa. Wakati mwingine wanasema haya majumba unayaona ndio sisi wenyewe tutayamiliki, na mahubiri ya kupotosha na kugeuzwa kwa namna nyingi mbalimbali yako ndani ya mashahidi wa Yehova. Lakini ni wahubiri wenye nguvu sana ya kuhubiri kuliko wanaoitwa wa Pentecost nyakati hizi. Kwa wale watu wanaofahamu mashahidi wa Jehova wanajua kweli ni wahubiri. Wakiingia mahali hawatoki, yani wanachukua maandiko, wanafundisha, wanaambia ukiingia katika nyumba kaa mle, kula vya mle, na wanaingia, wanatoka huko, wanakuja, wanaweza kuja hapa mpaka unapika wewe chakula watakula, bado wanahubiri mle ndani. Wanahubiri, wanafundisha hivyo nyumba kwa nyumba. Nani anajua kuhubiri kwa mashahidi wa Jehova? Nyosha mkono wako juu ambao unajua nguvu yao ya kuhubiri. Mikono hiyo inawajua hao. Kama wajua utauliza hao, wanawajua. Wao ni hakuna, sio kama hapa. Usiona kama hapa kwamba mimi sasa kama ni kuhubiri, msisitizo tu ni kuhubiri, msisitizo ni kuhubiri, msisitizo ni kuhubiri. Mimi nitabaki nyumbani mpaka yaishe. Mashetani yenyewe ndio yanatumia maandiko, enendeni wote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Maandiko hayo ndio wanayatumia mashahidi wa Jehova, lakini yamegeuzwa. Mashetani yanatumia maandiko hayo kuwafanya mashahidi wa Jehova waende huko na kule kuhubiri. Tusishindwe na mashetani. Nasema tusishindwe na mashetani. Tusishindwe na mashetani. Kwa hiyo katika ufalme wao sio tu wana wachungaji, sio tu wana makuhani, sio tu wana mitume, sio tu wana manabii, sio tu wana watumishi wa namna mbalimbali, lakini kila mmoja kazi yake ni kuhubiri. Kama vile ambavyo katika ufalme wa Mungu wachungaji wanavyohubiri, kama kuna mitume wanahubiri, kama kuna manabii wanahubiri, kama alikuwa ni Daniel alihubiri, kama alikuwa Ezekiel alihubiri, kama alikuwa Isaya alihubiri, kama alikuwa Hosea alihubiri, kama alikuwa mtume Petro alihubiri, kama alikuwa ni Yohana alihubiri, kama alikuwa ni Paulo alihubiri, kama alikuwa mchungaji fulani alihubiri. Kwa hiyo wachungaji katika ufalme wa Mungu wanafanya kazi ya kuhubiri. Na vivyo hivyo upande wa pili, makuhani wao wanahubiri, mitume wao wanahubiri, manabii wao wanahubiri, watumishi wote wa shetani wanahubiri. Na hata kila mmoja naye anafundishwa na shetani bila kujua mwenyewe, kwa sababu ile roho anafanya kazi ndani yake. Anamuingizia ndani yake moyo, anamuingizia ndani yake moyo wa kuhubiri na kufundisha yale ya kishetani. Na hawa wako wa namna nyingi mbalimbali wanafanya kazi. Wanatoka kwenda kuhubiri mahali popote walipo, wanahubiri. Na kwa maana hiyo sasa
kazi yao ni kuhubiri. Kazi yao ni nini? Kazi yao ni nini? Kuhubiri, kama sisi tunavyohubiri na wale wanahubiri. Sisi tunamhubiri Yesu, lakini wao wanamhubiri Shetani. Wanahubiri juu ya ufalme wake. Wanahubiri watu na kuatia moyo watu wakae katika dhambi, wakae katika uovu. Ukiuliza mashahidi wa Jehova watapinga, watakupinga. Wanasema hakuna kuokoka duniani. Mashahidi wa Jehova wanapinga kuokoka. Wao wanasema tu ukiwa shahidi wa Jehova basi ndio basi umeshamaliza, ndio tayari. Kwa hiyo wanapinga kila iliyo kweli, wanaipinga na wanawaelekeza watu kudumu katika uovu, katika dhambi. Sasa tukiwa tumejua hayo, hatuna budi kufahamu mahubiri tunayohubiri watumishi wa Mungu aliye hai yana lengo kumbadilisha mtu, kumsogeza mtu asikie ile neno, asikie ile injili, aiamini. Halafu tunafika mahali tunamwambia akate shauri kutubu dhambi zake na kumkubali Yesu Kristo awe Bwana, yani mtawala wake katika maisha yake. Amkubali Yesu amwokoe au mwokozi wake. Kwa hiyo tunahubiri, na kilele cha mahubiri tunalenga wale watu wakate shauri. Wakate shauri nini? Wakate shauri kufuata yale tuliyowaelekeza kufanya. Wakate shauri kuyafuata yale tunayotaka wafanye. Tumewahubiri, lakini kwa lengo kuwabadilisha. Walikuwa naamini hivi, tunataka tuwabadilishe waamini vile tunavyohubiri sisi. Si ndio? Si ndio? Si ndio? Piga kelele, si ndio? Na tunataka wahubiri, tunataka sio tu waamini, lakini wakati shauri kuyafuata yale tunayowaelekeza. Si ndio? Sasa na Shetani vile vile anapohubiri, yeye na watumishi wake wanakuwa na lengo, wale wanaohubiriwa waache yale waliokuwa nayaamini, waamini yale waliohubiriwa. Sasa wakati shauri kuyafuata. Mapema kabisa wakati wa Adamu na Hawa tunamuona Shetani akisimama kama mhubiri. Shetani anasimama hapa kuhubiri kabla ya mwanadamu yeyote kuhubiri. Tunamuona Shetani akihubiri. Angalia yale maandiko tuliyozoea, halafu tuone Shetani anamhubiri Hawa na Adamu mpaka wanakata shauri kufuata maelekezo ya mhubiri Shetani. Sasa ni Mwanzo sura ya 3. Shetani kama mhubiri. Mwanzo sura ya 3 sasa tunamwona Shetani kama mhubiri. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Mwanzo 3 mstari wa 1 mpaka wa 6 tunasoma: basi nyoka, ule Shetani ambaye alikuja kwa sura ya nyoka, alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hapo ni mahubiri hayo sasa. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda miti yote bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda miti bustani mtaweza kula, lakini matunda mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse,
Mkapa, nyoka anaendelea kumhubiri na mwanamke anasikiliza. Mpaka mahubiri ya shetani anamvuta kukata shauri. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Huko sio kukata shauri? Huko sio kukata shauri? Nauliza kanisa, huko sio kukata shauri? Wangapi wanaona ni kukata shauri hapo? Ndio. Shetani amehubiri na huyu akakubali kuhubiriwa na shetani, mpaka yale aliyokuwa anayaamini yanaondoka, anaanza kuamini uongo, anakata shauri kuyafata yale aliyoelekezwa kuyafata na kuyatendea kazi. Unaweza kuona hivi sivyo? Akaamini, akakata shauri, akafata maelekezo, na kukata kwake shauri kukaleta matatizo mengi tunayoona leo. Walipokata shauri yeye na Adamu, ikaleta matatizo mengi tunayoona leo. Kwa hiyo shetani anahubiri mwenyewe, lakini wakati mwingine anawatumia watumishi wake ambao tumeona mlolongo wa wengi. Na kwa sababu kila mmoja ni mtumishi wa shetani kwa namna moja ama nyingine, mradi tu ni mwenye dhambi. Hata mke wako ambaye hajaokoka ni mtumishi wa shetani. Hata kama mume wako ambaye hajaokoka ni mtumishi wa shetani. Hata kama baba yako mzazi ambaye hajaokoka ni mtumishi wa shetani. Hata kama mama yako mzazi ambaye hajaokoka ni mtumishi wa shetani. Hata kama ni mjomba, ni shangazi, ni dada, ili mradi tu hajaokoka ni mtumishi wa nani? Wa shetani. Wakati mmoja ama mwingine atakuwa na kuhubiri vile vile. Tunaona sasa wakati wa Ayubu, shetani akaachiliwa na Mungu kwamba haya, tuone kama unaweza kumgeuza Ayubu, mtakatifu wangu namba 1 katika dunia. Shetani akaachiliwa kufanya hivyo, na wengi wetu tunafahamu yale yaliyotokea. Lakini tusome kilichotokea. Safari hii sasa mke wa Ayubu ndiye akawa mtumishi wa nani? Wa shetani. Akawa mtumishi wa shetani anayemhubiri mume wake. Lakini safari hii Ayubu alikataa kukata shauri. Kinyume chake akageuza kibao, akamhubiri mke wake. Sema amen kwa bidii. Twende sasa katika Ayubu sasa sura ya 2. Ayubu sura ya 2. Ayubu sura ya 2. Ayubu sura ya 2 sasa mstari ule wa 7 mpaka mstari wa 10. Ayubu 2:7 mpaka 10. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majibu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Naye akashika kigae kujikunia, akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, haya ni mahubiri sasa. Huyu ni mwanamke anahubiri, lakini wakati huo sio mke, ni shetani amemwingia, kama wakati wa Yuda Iskariote. Wakati wa Yuda inatajwa kwamba shetani alimwingia, si ndio?
Na hapa shetani amemwingia mwanamke huyu ambaye alitoa nafasi kwa shetani. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako, na magonjwa haya yote, watoto wote 10 wamekufa, mali zote zimeteketea kwa muda mfupi, tumebaki maskini, wewe bado umekazana tu na utakatifu wako, hutaki kuacha wokovu. Mimi yamenishinda, siwezi kuendelea na wokovu namna hii. Kama Mungu mbona hatujali? Kwa nini tunapata haya? Kwa nini hatupata haya? Kama kweli Mungu amekuwa anatujali, tumekuwa waaminifu katika maombi, tumekuwa waaminifu katika kutoa, tumekuwa waaminifu katika utakatifu, mbona yanatupata haya? Mume wangu, mkufuru Mungu ukafe. Hatuwezi kuendelea na utakatifu hivi. Hayo ni mahubiri ya nani? Ni mahubiri ya nani? Kupitia kwa mtumishi wake. Safari hii ni mwanamke, mke wake nani? Ayubu. Na kuuliza, Ayubu alikata shauri? Kukata shauri kwa Ayubu sasa kungekuwa kusema, kweli Bwana, ni kama watu wengine hapa utaona wanahubiriwa bila kujua kwamba wanahubiriwa na shetani na utumishi wake. Yaani wewe kweli, na kuomba kote unakokwenda, na utakatifu wote, kilemba, hakuna heleni, hakuna bangili, hakuna mikufu, hakuna hivi, na kushika yote haya, mbona uponi? Mbona nakupata haya? Mbona watoto wako hivi? Mbona hivi? Mbona hela haipatikani? Mbona hiki kinazidi kukongoroka? Mbona si afadhali tuache wokovu? Wokovu umekusaidia nini? Sasa hivi na vile, naye amekaa na tega masikio. Wanahubiri, anasema, ni kweli kama Mungu ananijali, kama kweli Mungu mimi ni mtoto wake, kwa nini ananipata haya? Kwa nini ananipata haya? Mbona na maombi yote haya? Mbona basi siendi kanisani? Unaposema siendi kanisani, umefanya nini? Na kuuliza, umefanya nini? Na kuuliza, umefanya nini? Mshike mkono jirani yako, mwambie usikate shauri kwa mahubiri ya shetani. Na mwingine. Ayubu hakukata shauri, akamgeukia mwanamke akamwambia, mstari wa 10, lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu wanenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu na tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Hakufanya dhambi. Mwanamke akachoka kwa sababu Ayubu akahubiri, akapiga sawa. Mwanamke baada ya hapa usikii mahubiri ya mwanamke tena. Tunazimisha mahubiri ya mashetani kwa kuwahubiri wao. Piga kelele, sema amen. Na hata baada ya hapo utaona wakaibuka wahubiri wengine wanamhubiri Ayubu. Hawa wanaitwa, ukisoma mstari wa 11 kuendelea, utaona habari za Elifazi Mtemani, Bildadi Mshuhi, Sofari Mnamathi. Utaona hawa sura nyingi zinazofuata wanakuwa sasa wanahubiri, Ayubu anawahubiri, wanahubiri, Ayubu anawahubiri, Ayubu anawahubiri, hivyo na wanaleta maneno yale. Sasa kama kweli Mungu anakujali, mbona haya yako hivi? Mbona haya yako hivi? Mbona haya yako hivi? Mbona haya yamekupata? Mbona haya yamekupata? Ndio mahubiri hawa wote, yote. Ukisoma haya yote utaona wanahubiri hivyo. Lakini anawahubiri mpaka akawanyamazisha. Amen. Na sisi
lazima tuelewe, tumezungukwa na wahubiri wa mashetani, tumezungukwa na wachungaji wa ibilisi, makuhani wa ibilisi. Unapoona waganga wa kienyeji hawa ni wachungaji. Kila mganga wa kienyeji ni mchungaji. Pale ambapo wanakuwepo watu kwa mganga, wanakwenda pale, ni ibada kamili. Kwa mganga ni ibada kamili. Mchungaji anawapa maelekezo. Sasa ni wakati wa sifa. Wanachukua matunguli, wanayapiga matunguli, nyimbo kadha wa kadha zinakwenda hapo, wanamsifu nani? Mpaka wanamwabudu, wana nyimbo zao za kuabudu nao. Wanaabudu mpaka waganga huwa wananena kwa lugha. Wale ambao wameendaga kwa waganga, utasikia mganga anasikia mahali ameanza na Kiswahili, anasikia mahali lugha anaizungumza huisikii chochote. Kweli si kweli? Tuliokwenda kwa waganga kwa kubobea, nani anajua hivyo? Simama, weka mkono wako juu. Hapo wananena kwa lugha waganga. Hao ni mapasta. Kwa hiyo ukisikia mganga yote wa kienyeji ni kuhani, ni pasta. Na wale watu wanapokuwa wanakwenda pale, wanakusanyika pale, unaona wanaenda na sadaka nao, si ndio? Na sadaka zao, lete hiki, toa, utapata hiki na kile, toa, hivi na vile. Wanakusanya vyote, wanapeleka. Shetani anawaambia kule, anawahubiria na wanalainika, wanaenda wanatoa vyote. Lakini hao mashetani yanatuhubiri sisi, mnaenda huko mnatoa vyote. Wapige hao, wapige hao, wapige hao, wapige hao. Huwasikii wakilaumu juu ya wachungaji wale waganga wa kienyeji, ambao watu wanaitwa lete hiki, wanaleta kila kitu, wanapokuta kila kitu. Kuku wao hawali kuku, wanapeleka kwa mganga, kila kitu wanamaliza. Hao huwasikii wakisemwa. Lakini wanaosemwa ni wale wanaokwenda kumtolea Mungu aliye hai, kwa sababu shetani hataki tutoe kwa Mungu aliye hai. Wapige hao, wapige hao, wapige hao. Wako mapasta hawa waganga wa kienyeji, wako mapasta ambao wanakuwa na watu wengine hapo usiku na mchana, wako kwenye maombi usiku na mchana kwa mganga. Wanaambiwa amka, kuna wakati wa kuamshwa na mganga, halafu wanaelekezwa fanya hivi, anza kufanya hivi, anza hivi. Wanaanza nyimbo na manyimbo kadha wa kadha. Saa fulani wako kwenye sifa, saa fulani wanasikia neno kutoka kwa mchungaji. Mganga kuna wakati sasa anakaa anahubiri, kweli si kweli? Anatoa maelekezo, anatoa ufafanuzi. La kufanyika ni hili, tatizo letu ni hili, tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Sasa twende kwenye makaburi tukafanya hivi na vile. Na wanafunzi wale wa shetani wanafanya yote. Inafika mahali ambapo wako wachungaji wa namna hiyo wa ibilisi, ambao wanakuwa sasa na watu wengi, wanawalaza hapo hapo, wanakuwa na mabweni, wanalala hapo hapo. Uchafu wa ajabu unafanyika kwa sababu ndio kazi zake shetani. Na kwa sababu mume ambaye hajaokoka ni ibilisi anatenda kazi ndani yake. Mke wake ambaye hajaokoka, ibilisi anatenda kazi ndani yake vile vile. Sasa mwanamke ameenda kwa mganga, maelekezo atakayopewa, utashangaa waume zao wanayapa support vizuri sana, hayana shida.
wanayapa support vizuri sana, wanamsupport. Tumewahi kuwa na wanawake hapa ambao hesabu yao ni kubwa mno, sio mamia, ni maelfu ambao walikuwa na matatizo ya watoto kwa miaka mingi. Baada ya maombezi kupata watoto, ni maelfu, sio mamia. Lakini ziko kesi ambazo hazisahauliki. Watu wengi wanakumbuka shuhuda za watu kama hao, miaka mingi imepita. Yuko mwanamke mmoja ambaye yeye alikuja na mume wake hapa kwa tatizo la kupata mtoto. Walikuwa hajapata mtoto. Walipokuja kupata mtoto ameujiza hapa, ile mwanamke akawa anafanya vituko tu mitaani, akaacha imani. Alichokuwa na kitafuta amekipata. Ushuhuda wake ulikuwa wa kutisha sana ile mwanamke. Na mume wake bado yuko mpaka saizi anaendelea kanisani. Yule mke kwa kuwa amekaa miaka mingi bila kupata mtoto, alikwenda kwa mganga huyo pastor. Alipokwenda kwa mganga, ile mganga ametibu, amehangaika, amefanya hivi, kila anachoambiwa anapata, kila anapata, au yameshindikana anaenda kutafuta mganga mwingine, mpaka akafika mahali sasa akaenda kwa huyo mganga, anasema hiyo ndio komesha, lazima utapata mtoto hapo. Kukawa na visanamu viwili vikatengenezwa vya udongo, kaambia hivi sasa ndio ni watoto wako watakuja. Sasa masharti yenyewe sasa, haiwezekani kupata mtoto mpaka mimi nifanye uzinzi na wewe. Ukikubali tu hilo utapata mtoto. Sasa mimi kwa sababu nimekuja hapa, basi kamuuliza hata mume wako kama hamwezi, basi ni vigumu kupata mtoto. Anashuhudia vile kanisani hapa. Alikwenda narudi kwa mume wake, mume wangu kweli tumehangaika, lakini huyu yani nimeenda kule, hata watu wengine wamekuja wanasema walipata watoto kupitia kwenye kazi yake. Lakini sharti aliloweka ni hili. Sasa nimeshindwa, nimekuja kukuuliza. Yule mume wake akamwambia, hilo tu, tupate mtoto. Nenda tu. Amekwenda sio tu uzinzi, akawa naye ni mama mchungaji, akawa naye ni msaidizi wa mganga. Wamefanya kazi na mganga muda mrefu, mpaka kuja kushtuka imepita muda mwingi, sijui miaka mingapi. Anakuja kwa mume kidogo, anarudi kwa mchungaji wake. Ndio anakuja kanisani kutafuta maombezi. Ndio baada ya kupata muujiza ule wa mtoto, ndio anaelezea yaliyowapata mpaka kuja Yesu akawafungua. Na mume anatoa ushirikiano mpaka kiasi hicho. Lakini wewe umeokoka, mwanamke hapa, mume wako hajaokoka, atakupa ushirikiano Roho inayotenda kazi ndani yako na ya kwake ni tofauti. Ndio sababu haiwezekani ile roho na roho ndani yako vimepingana. Kule kuna giza, kwako kuna nuru. Unayofurahia wewe sio anayofurahia yeye. Yale ambayo unayaona ni haki, kwake ni uovu, na yale ya uovu kwake, yeye kwake ndio haki. Kwa hiyo ushirikiano ndio unasema
Lakini tulikuwa tunapendana. Yaani kabla ya kuokoka tulikuwa tunapendana, alikuwa ananipeleka huku, ananipeleka huku, lakini tu baada ya kuokoka, yaani basi, yaani ilikuwa kila mahali ananipeleka na gari, alikuwa vile vile, lakini sasa hivi atakupeleka wapi? Yeye ni mtumishi yule naye. Ni mtumishi yule naye. Ni sawa sana wewe. Wewe ndani yako umemjua Kristo kama hivi. Unaweza kumpeleka mtu na gari yako ukampeleka kwa mganga wa kienyeji? Unaweza? Na hivyo kwa yule ambaye hajaokoka, kukuleta wewe hapa ni sawa sana kukuleta kwa mganga. Haina tofauti. Ni falme mbili tofauti. Hizi zimepingana. Mpingeni shetani, naye kazi yetu sisi ni kumpinga. Na yeye nalitamani kuja kwenu na mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani akafanya nini? Sisi tunampinga, naye anafanya nini? Anatupinga na yeye. Hivi. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa lazima tujue kokote tunapokuwa tumezungukwa na watumishi wa mashetani. Umeingia chuoni, mabinti wajaokoka kama wewe, akina kaka wajaokoka kama wewe, umeokoka wewe labda peke yako katika familia. Fahamu wote wanaokuzunguka ni watumishi wa. Wengine ni wenye dhambi. Kadiri mtu anafanya dhambi ngazi fulani, maana yake amekuwa mwaminifu. Yaani kadiri mtu ambaye anafanya kazi sana ya dhambi, amekuwa mwaminifu sana katika utumishi wake, ana cheo chake katika hilo kanisa la shetani. Ana cheo chake. Yeye hajui hata kama ana cheo. Hajui mpaka wewe katika ulimwengu wa roho ndio utajua. Ukiona watu kama hawa wacheza rap hawa wanaimba wanapiga miziki hapo, wanakusanya watu chungu mzima, wamejazana hapo, anafanya vitiko vyake hapo, maarufu sana, watu kila mahali, maheleni yake sikioni, hata wapi, na watu fulani wakiwako pale, wako kwenye crusade. Wakiwa Leaders Club, wakiwa sijui wapi, wako pale, ile ni crusade. Ile nini? Ni crusade ya nani? Ya shetani. Wako pale, na yule sasa anaweza kuwa ndio mtume wao. Huyu ambaye anataka ni mwanamuziki wa rap, si maarufu sana hapo, ndio mtume wao. Yule si mcheza filamu mashuhuri sana, mtume wao. Ndio kila mmoja mtume wao. Lakini wao Kanumba, lakini ukitaja Kakobe kosa. Ndio maana lazima tuwe na elimu ya ufalme. Tujue hizi ni falme mbili tofauti, lakini zinaendana. Kuna namna ya hawa wanajigeuza, wanakuwa kama hivi, namna ile. Tukishajua hivyo, tunajua kumbe tunaenda shuleni, tunaenda chuoni, naenda kazini, naenda sokoni, naenda katika biashara yangu. Lazima ujue wale wote wanaokuzunguka ambao si watu wameokoka, wale ni watumishi wa nani? Wengine katikati yao ni mitume, wengine katikati yao ni manabii, wengine katikati yao ni wachungaji, wengine katikati yao ni wainjilisti, wengine katikati yao ni walimu. Walimu wako wengi humo. Ndio maana tusiige tu vitu vya mkumbo. Wanafanya hivyo na sisi tunataka kufanya hivyo. Wao wanatuiga sisi tusige yao. Sema amen. Ukisikia kuna kicheni pate, hapo wako walimu wa nani? Walimu wazima wa nani? Wa shetani.
Wanaweka watu darasani. Yale ni madarasa kama unavyosikia madarasa ya Biblia. Na madarasa yao yana ngazi, kweli si kweli? Yana ngazi hivi. Darasa la kwanza, la pili, wameanzia hapo, naanzia hapa. Na kicheni pate zao, wana madarasa yao. Wana madarasa yao. Lakini yanakuja hivyo kama upepo, ndio unaitwa upepo wa elimu. Lazima tuwe mbali nao. Lazima tuwe mbali nao. Kicheni pate, na sisi tunataka kuleta kicheni pate. Mwiko kicheni pate ndani ya kanisa la Mungu. Mwiko kicheni pate ndani ya kanisa la Mungu. Na nao wanaanza send off. Send off, na sisi tunataka send off. Lazima tujue hivi vitu vyanzo vyake ni nini. Vinatoka kwenye ufalme mwingine. Vinatoka kwenye ufalme mwingine. Mle ndani wana walimu. Mle ndani wana walimu ambao kazi zao ni hivi. Angalia unaenda kuolewa. Angalia unaenda kuolewa. Sasa jihadhari. Usio ni mtu kumtegemea mwanaume mmoja tu. Akili yako yote kwa mwanaume mmoja tu. Wanawake hawatuishi hivyo. Unaona, ili jiko lipate moto kuna mafiga matatu. Huyo ni mwalimu. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Na wewe unakaa hivi unatega masikio. Mwisho wake utafanya nini? Utafanya nini? Mshike mkono jirani yako mwambie usikate shauri kwa mahubiri ya shetani. Sisi tuko katika ufalme wa nuru. Tuko katika ufalme wa Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi. Ambaye amemuumba na shetani mwenyewe. Mungu amewaumba malaika wote. Na shetani alikuwa malaika kule juu mbinguni wa nuru, akawa sasa malaika wa giza. Huyu Mungu wetu ndio Mungu ambaye ni Mungu wa miungu yote. Amen. Amen. Ikiwa ni miti hiyo miungu yenyewe, ikiwa ni mito, ikiwa ni milima, vyote hivi vimetokana na yule juu. Na hivi ni viumbe tu. Sema amen. Kwa hiyo sisi ndio hasa tuliokuwa na mahubiri halisi yanayotakiwa kusikika. Na kabla hawajakuhubiri wao, wahubiri kwanza. Ili wafumbe vinywa. Kuhubiri ni kujitambulisha wewe ni nani. Unapokuwa unahubiri katika chuo chako, unahubiri shuleni kwako, unahubiri katika eneo lako la kazi, ukifika mahali chuoni, unakaa kidogo upate tu kujua mazingira, lakini usikae zaidi. Lazima ujitambulishe wewe ni nani. Ukijitambulisha, unajitambulisha kwa kuhubiri. Ukiwa na hubiri wokovu, unahubiri watu waache dhambi, wanafikia mahali sasa wanapata kujua vizuri kwamba yule ni nani. Ndio maana utakuta wengine haichukui muda wanaanza kupewa majina, yule mchungaji, yule mpaka wafikie mahali wajishauri kabla ya kukufikia wewe. Wanajua yale maneno ya kwao hapa hayawezi kupata kitu. Kama mwanamke wa Ayubu alivyokwama, akawa hana maneno tena ya kupeleka kwa Ayubu. Lazima wafike mahali makahaba na kuzunguka wakwame, wajue wewe sio mwenzao. Wale wote wanaohangaika tena maboyfriend, wanahangaika na nani, wajue wewe binti sio mwenzao. Hata wakitaka kukusogelea wajishauri wanazungumza nini. Nafikiri umekwishakuwa unaona kama kweli unahubiri, wanajua misimamo yako. Wanafika mahali wenyewe kwa wenyewe bwana ameingia yule mchungaji, bwana tuache mambo ya matusi bwana. Tuache mambo ya matusi. Haya maneno sio mazuri sana kwa yule. Ngoja kwanza aondoke. Hawasemagi hivyo.
Hawasemaji hivyo? Lazima uwahubiri mpaka wanyamaze. Lazima ujitambulishe. Lazima ujitambulishe wewe ni nani. Mapema. Usipojitambulisha ukawa kimya kimya, wokovu usio wa kimya kimya. Hatukuokoka kuwa kimya kimya. Tumeokoka kuzungumza. Tumeokoka kuhubiri. Hatutakiwi kuionea haya injili. Tunatakiwa kutangaza. Tunatakiwa kupiga kelele, wala tusiache. Tunapiga kelele, tunahubiri, wala hatuachi kuhubiri. Maisha yetu ni maisha ya kuhubiri. Sema amen kwa nguvu. Amen mpaka mashetani yasikie. Na tunajua tutapata upinzani. Upinzani ni kitu cha kawaida kwa sababu tunapingana na kazi zao. Tunazihesabu kazi zao kuwa nini? Mbovu. Lazima watatuchukia. Kuchukiwa ni kitu cha kawaida kwa sababu tunahubiri kazi zao kuwa nini? Angalia katika Yohana 7. Ni rahisi sana kukumbuka andiko hili kama ni mvivu wa kushika maandiko, na hili likushinde. Yohana 7:7, sema hivi, Yohana 7:7. Hilo litakushinda. Yohana 7:7 tunasoma, ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi. Yesu anawaambia ndugu zake ambao nao walikuwa hawajamwamini Yesu hapa, walikuwa hawajaokoka. Anawaambia, ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, bali hunichukia mimi kwa sababu mimi na ushuhudia ya kuwa kazi zake ni mbovu. Tunapokuwa tunawahubiri kwamba matendo yao wanayofanya ni kazi mbovu. Pombe ni kazi mbovu. Kucheza dansi ni kazi mbovu. Uasherati, uzinzi ni kazi mbovu. Wizi ni kazi mbovu. Uganga wa kienyeji ni kazi mbovu. Tunawahubiri kwa tusitegemee kupendwa na watu wote. Usitafute kupendwa na watu wote. Mshike mkono jirani yako, mwambie usitafute kupendwa na watu wote. Mgeukie na mwingine, usitafute kupendwa na watu wote. Mchungaji, yani mimi sijui namna gani. Yani wako watu ambao hawanipendi. Kama kweli unawashuhudia kazi zao ni mbovu, ndugu yangu, hawawezi kukupenda. Unazipinga kazi zao, si ndio? Maajenti halisi wa ibilisi lazima wataleta shida. Tena Mungu ametuambia waziwazi katika Luka sura ile ya 6, nyuma tu ya hapo. Luka 6 sasa, kule ilikuwa Yohana, sasa Luka 6 mstari wa 26. Luka 6:26. Luka 6:26 tunasoma, ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Watu wote wanakusifu. Lazima ujiulize, inakuwaje watu wote wakusifu? Lazima kuna matatizo mahali. Mashetani yote, majenti yake yote, kila mmoja anakusifu, wote wanakuona mzuri wote. Lazima unafanana nao. Nasema mimi sitafuti kusifiwa na watu wote. Kazi zao ni mbovu na zipisha shetani. Mimi nikichukiwa na shetani ndio nashangilia. Kwa hiyo usishangae kuchukiwa, wala usishangae kurushiwa maneno ya kejeli na maudhi. Wanaokurushia ni kwa sababu ndani yao ile roho inayotenda kazi ndani yao ni ya shetani inayokupinga wewe. Tena kama unatoka kuhubiri, unaona kuna mashambulizi mengi, ndio ujue siku hiyo umefanya kazi
Yaani ndio ujivunie. Ukienda kuhubiri ukakuta sikio upinzani umekuwa mkali sana, uje umwambie Bwana asante kwa sababu nimeleta shida katika ufalme wa shetani leo. Wala usianze kusononeka, sasa imekuaje, na maombi yale na hivi, mbona nimeenda wamenirushia matusi, kama ni hivi siendi tena. Hiyo ndio uende. Yaani kuna mhubiri mmoja karne ya 17 ambaye huyu ndiye alihusika sana katika kuleta uamsho na kufanya sasa kanisa lirudi tena katika mafundisho ya usafi wa utakatifu. Huyu alikuwa anaitwa John Wesley. Mhubiri John Wesley katika karne hiyo ya 17, katika karne ya 17 huyu alikuwa kila mahali anahubiri, akitembea barabarani anahubiri, kokote anahubiri, anazishuhudia kazi zao kuwa ni mbovu. Akafikia mahali anachukiwa sana. Wakifika tu kimona yule mhubiri anakuja, anajua hapa watahubiriwa dhambi zao, watahubiriwa sigara zao, watahubiriwa pombe zao, watahubiriwa uchafu wao. Kwa hiyo alikuwa katika kuhubiri kwake unamtupia mayai yaliyooza. Anatembea unamtupia mayai yaliyooza. Akitupia mayai yaliyooza, anasema Bwana asante kwa sababu leo nimeleta hasara katika ufalme wa ibilisi. Anakwenda tena sehemu nyingine anamtupia mawe, sehemu nyingine anamtupia mchanga, udongo, vumbi linajaa usoni. Acha kutuletea mahubiri yako. Ilikuwa kila siku. Yaani yeye alikuwa anajua kama kweli nimefanya kazi ya Mungu leo, lazima nitukanwe. Kama kweli nimefanya kazi nikaleta shida katika ufalme wa shetani leo, lazima yanipate ya kunipinga. Alikuwa hawezi kurudi nyumbani bila kuwa na taarifa. Kama hajapigwa mawe, basi ametupia mayai visa, mayai yameoza na nuka, au ametupiwa mchanga, au ametupiwa majivu, au ametukanwa, au amekejeliwa kwa namna ya kutisha. Sasa siku moja imepita hivyo muda mrefu, kila siku iko hivyo, na anamshukuru Mungu, anasema maana kama kweli unaleta hasara katika ufalme wa shetani, hawezi kushangilia. Shetani hawezi kukupongeza wewe kwa kuharibu kazi zake. Lazima ashindane. Yule mama yule kuku mama yule na vifaranga wake amevifunika na mabawa yake. Ukienda unataka kumnyang'anya vile vifaranga uvichukue, anakuchekea yule kuku. Anakuchekea, anafanyaje? Sana kurukia, anataka kukurarua, si ndio? Kwa nini unachukua vifaranga vyangu? Na sisi kazi ya kuhubiri injili ni kuchukua vifaranga kutoka kwa mama yao ibilisi. Tunampora, tunamnyang'anya. Yeye anataka kuvifunika na mabawa yake. Sisi tunasema lazima vije katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo usitarajie shetani akuchekee. Shetani lazima akurukie na watumishi wake wakurukie, wajaribu kukuparula. Lakini bila kujali wanakuparula, lazima vifaranga viende. Lazima viende. Huwezi kujali makucha yake, huwezi kujali vitu gani, unachukua vifaranga, unachukua mayai, unachukua chochote kile. Lazima kazi ikamilike. Sema amen. John Wesley siku moja akaona sasa anahubiri tangu asubuhi mpaka jioni, karibu jua linatua. Hakuna mtu siku hiyo aliyemtukana, hakuna mtu aliyempiga jiwe, hakuna mtu aliyemtupia yai, hakuna mtu aliyefanya chochote kwake. Akasema imekuwaje leo? Mbona sijapata chochote? Kuna mahali gani nimekosea? Akaenda mahali ambapo kulikuwa na njia
kulikuwa na nyasi nyingi ndefu, akaenda kama kwenye hicho kichakachaka, akawa amepiga magoti, akawa anaomba sasa kwa sauti kubwa. Kulikuwa na njia vingine pembeni vinapita, yeye yuko kwenye kichaka tu cha karibu, akawa anaomba, akasema, Bwana, jua karibu linatua, giza linaingia, leo imekuwaje? Sijatupiwa jiwe, sijatupia hata yai lilioza, sijatukanwa, nimekosea wapi? Inaonyesha sijampa shetani hasara leo. Bwana, mahali popote nilipokosea nisamehe, nihurumie Bwana, rehema zako zinifunike, maana mimi maisha yangu yote ni kumpa shida shetani. Akawa anaomba kwa sauti. Wale watu wengine wakawa wanapita njiani, wanasikia maombi yule anaomba, sijapigwa jiwe Bwana, nimekosea wapi? Si ndio mmoja akarusha jiwe? Hawamwoni, wanasikia sauti, akarusha jiwe kule. Wewe unataka kurushiwa jiwe? Haya, hilo hapo. Akakuta linaanguka, sasa imepiga. Bwana, asante kwa sababu nimerushiwa jiwe leo. Huyo ni John Wesley. Hawa ndio watu waligeuza Uingereza. Hawa ni watu waligeuza Ulaya, waligeuza kila mahali. Karne nzima ilitikiswa na mtu John Wesley, lakini alikuwa anajua ufalme ule tunaenda kunyang'anya, tunashuhudia kazi zake kuwa ni mbovu, lazima watuchukie. Ndio maana hatutaki hata tunapokaa katika vikao vyetu vya zoni uanze kuelezea wakanitukana, wakafanya hivi. Hivyo ni vitu vya kujisifia wewe mwenyewe nyumbani, wala sio kulalamika. Unarudi unamwambia Bwana, asante kwa sababu nimetukanwa, asante leo kwa sababu wameniudhi, asante leo kwa sababu wamenirushia madongo, wamenirushia vitu vyao sokoni. Bwana, nakushukuru. Ole, Biblia inasema heri ninyi watu watakapowashutumu na kuwatenga na kuwatupa nje kama neno ovu. Ni heri, umebarikiwa, kwa sababu yanakupata hayo kwa sababu umeleta hasara katika ufalme wa shetani. Sema amen. Piga kelele wasikie. Kwa maana hiyo, lazima ujue ni wajibu wetu kuhubiri ili tukomeshe mahubiri yao. Tukinyamaza sisi, wao watahubiri. Tunatakiwa tuwahubiri. Tunaingia kwenye daladala, lazima tuhubiri. Tukinyamaza, lazima muziki yao italia, lazima maneno yao ndio atatuhubiri sisi. Kwa hiyo lazima uwahubiri. Usipowahubiri wao, watakuhubiri wewe. Amen. Hata akianza tukuzungumza na wewe, yani nilikuwa sijakuona siku zote hizi mwanamke, afadhali nimekuona. Umekonda hivi jamani, nilikuwa naambiwa lakini nilikuwa sijaona. Kuna nini kimekupata? Acha kusikia mahubiri hayo, acha kusikia mahubiri hayo. Geuza kibao. Laiti ungejua mwanamke, wewe ndio uliyokonda, sio mimi. Roho yako imekonda, inahitaji msaada, na itaendelea kukonda. Kwa nje unajiona ni mnene, lakini roho yako imekondeana afadhali mbavu za mbwa. Dhambi zinakufanya kukonda. Uasherati na uzinzi wako unakufanya kukonda. Hubiri kukonda mpaka motoni, alafu uone kesho yake kama atasema tena. Kesho yake ukipita namna hii, hawezi kuzungumza. Anaanzia wapi? Hata wenzake yule huyo, washa moto, washa moto. Ukisikia mtu tu anaanza kuzungumza na wewe, mwanamke, unajua hivi, unajifahamu vizuri, yani upendezi, usisikie sentensi mbili. Wewe ndio unatakiwa kuhubiri, sio yule.
Wewe ndio mtumishi wa haki, sio yule. Wewe ndio mtumishi wa nuru, sio yule. Hata kulifanya giza kutamba wakati wewe una nuru. Ukiwa na tochi huwezi kuruhusu giza litambe. Giza linakusogelea, unamulika tochi kule kule. Sema amen. Sema amen. Giza linakusogelea, mulika tochi. Peleka neno la nuru. Mwanamke upendezi. Yani nilikuwa naambiwa, lakini yani hivi mwenyewe unawewe kujiangalia kwenye kioo. Yani usisubiri anazungumza. Sipendezi kwa nani? Sipendezi kwa nani? Natafuta kupendeza kwa nani? Ni nani nayemshawishi? Ni Mungu au wanadamu? Nataka kupendeza nani? Kumpendeza Kristo au makahaba wenzio? Wewe unatafuta kupendeza kwa makahaba. Sihitaji kupendeza kwa makahaba wako. Sihitaji kupendeza kwa makahaba wako. Yuko na ambaye anatafuta kumpendeza. Mume wangu ni Kristo, yeye anapenda nguo ndefu. Mume wangu ni Kristo, yeye hapendi heleni na bangili. Mume wangu ni Kristo, hataki mikufu. Huyo ndiye anatafuta kumpendeza, sio makahaba wako mwanamke. Sio makahaba wako mwanamke. Sio makahaba wako mwanamke. Lakini upendezi, yani wewe, yani nguo refu namna hii. Hivi uliwewe kujiangalia kwenye kioo nao unatega masikio? Umeangalia shingo yako inavyochukiza bila mkufu, masikio yako hivyo. Unafikiri watu waliotoboa masikio yako katika utoto walikosea? Nao unatega masikio. Mwisho utafanya nini? Mwisho utafanya nini? Wengi unaona walikuwepo hapa halafu leo hawapo, wamekata. Na ukikutana watu waliorudi nyuma wameacha imani, nao ni watumishi wa nani? Nao ni watumishi wa nani? Ukiwakuta tu mitaani, la kwanza tu wanaanza hivi baada huko full gospel mpaka leo. Acha kusikia mahubiri hayo wewe. Acha kusikia mahubiri hayo wewe. Ukisikia mwisho utafanya nini? Wewe ndio mwenye injili. Wewe ndio mwenye habari njema. Yule ana habari mbaya, hana habari njema. Mpe habari njema mapema kabisa. Mwambie acha kunihubiri. Niko full gospel, niende wapi? Pale nimefika, pale ni kituo cha mwisho. Kile ni kituo cha mwisho ndugu yangu. Hakuna wakunichomoa pale, hakuna wakunitoa pale, ndio nimefika. Wewe bado unazunguka unatembea, ndio maana saizi imekuwa ndani yako roho wa ibilisi unafanya kazi ndani yako na kuhurumia. Ulianza vizuri, unataka kumaliza vibaya. Wa kwanza atakuwa wa mwisho, wa mwisho atakuwa wa kwanza. Geuka leo. Geuka leo. Geuka leo. Umempa neno moja. Ayubu alimruhusu yule mwanamke kuzungumza mstari huu. Hivi umeangalia Biblia? Alizungumza mstari mingapi? Usimpe nafasi kuzungumza haya nzima. Mstari wa 9, Ayubu 2 mstari wa ngapi? Wa 9. Kama mstari kafupi tu. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako, umkufuru Mungu ukafe? Ndio ikaishia hapo, hamna zaidi ya hapo. Na wewe usiwafanye usikie aya, usikie mahubiri marefu kutoka kwa wapagani. Acha kusikia mahubiri marefu kutoka kwa washarati. Unajua, yani wewe hivi ulivyo, yani hujaolewa mpaka saa hizi. Ngoja nikuelekeze jinsi unavyoweza kuolewa, ni rahisi. Mwalimu akuelekeze jinsi ya kuolewa, nao unakaa unatega masikio. Unasikia mahubiri hayo wewe? Mshike mkono jirani yako mwambie, unasikia mahubiri hayo wewe? Wewe ndio kazi yako kuhubiri. Mhubiri ni wewe, yule anaigiza. Wanajigeuza wao mfano wetu, lakini sio wenyewe. Wale ni wachungaji wa uongo.
Wale ni walimu wa uongo. Mhubiri wa kweli ni wewe. Mwalimu wa kweli ni wewe. Wewe umeshika kweli, unaruhusu mtu anazungumza uongo mbele yako? Na kuuliza, unaruhusu mtu anazungumza uongo mbele yako? Na wewe unatega masikio unasikia? Kumbuka shetani unapokuwa unasikia, unatega masikio, anaingiza ndani yako moyo wa kumsaliti Yesu. Anaingiza ndani yako moyo wa kufanya nini? Moyo wa kufanya nini? Ndio. Anaingiza ndani yako moyo wa kumsaliti Yesu. Ndio ule ambao aliuingiza kwa Yuda. Aliuingiza kwa Yuda. Yuda akamsaliti Yesu. Yuda akamsaliti Yesu. Yohana 13. Angalia hapo. Yohana 13 mstari wa 2. Yohana 13:2. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa nini? Moyo wa nini? Wa kumsaliti nani? Yesu. Shetani ametia moyo wa kumsaliti Yesu ndani ya nani? Ya Yuda. Unaposikia mahubiri ya namna hiyo, mahubiri yale yanakuwa ndani yake yana upako wa kishetani. Ndani yake kuna moyo wa kumsaliti Yesu unaingizwa ndani yako. Ndiyo maana usikae na watu waliorudi nyuma ukasikia mahubiri yao, ukasikia mafundisho yao. Utabadilika tu. Moyo wa kumsaliti Yesu utaingizwa ndani yako. Unafikiri kanisa ni hilo tu? Mimi nimekwenda sehemu fulani, nimekuta yuko mwalimu anafundisha kwa namna ya ajabu sana, na amefafanua, ameeleza vizuri kabisa jinsi uhuru maana yake nini. Kakobe tu anapotosha. Uhuru wa kweli tulionao sasa ni katika Kristo. Mavazi Mungu angalii. Mungu angalii. Utakatifu sio mwili na roho. Utakatifu ni roho tu peke yako. Ni roho tu, ni roho. Mwili Mungu ashughuliki nao. Nao nakaa unasikia. Unaona mimi nilivyo sasa hivi? Nimebarikiwa. Wakati huo nilikuwa sijabarikiwa. Wewe njoo tena nikupeleke, utashangaa. Nao umekaa unasikia. Usiwe kama Adamu na Hawa. Usiwe kama Adamu na Hawa. Umesikia neno la kweli kutoka kwa Mungu, alafu unasikia mashetani anakueleza na wanasema kweli. Wewe ndio mhubiri. Wewe ndio mhubiri. Kwa sababu ndani yako kuna neno. Ndani yako kuna injili ya kweli. Mahali ulipo, kabla hawajakuhubiri wewe, wafahamu wewe ni nani. Kazini, kabla hawajakuzoea wafahamu wewe sio mwenzao. Amen. Ili wakiwa wanajivunia pesa walizipata kwa wanaume, wajue wewe wewe unaona na kuona tu sisi tunakwenda tunakula chips na nyama, tunakula chips na makuku, lakini wewe naona umekaa tu. Mwenzetu vipi? Mwenzetu vipi? Vipi una wanaume? Tena nikutafutie. Nimeolewa na mume mzuri kuliko hao wote. Laiti ungemjua mume wangu anavyonijali. Laiti ungemjua mume wangu, na ungewacha hao makahaba. Geuza, hubiri. Kijana, huko wakati wote hapa tunakuona umepanga chumba chako, lakini wenzako wanaingiza wanawake, lakini wewe hatuoni unaingiza mwanamke hata mmoja. Vipi mwenzetu? Kuna matatizo nini? Nikupeleke kwa mganga, unamgeuzia kibao, unamwambia wewe ndio unamhitaji mganga. Yesu ni tabibu wa matabibu. Wewe unaingiza wanawake, una matatizo, unahitaji msaada. Ndani yako umepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndani yako kumejaa uchafu. Chumba changu ni chumba cha usafi, ni chumba cha utakatifu.
Uliyepungukiwa ni wewe. Geuza kibao. Geuza kibao. Hata kusinyaa, hata kukamata. Naona anza nasikia. Hivi kweli, ngoja na mimi nijionyeshe na mimi sijapungukiwa. Ujionyeshe sijapungukiwa kwa kufanya uchafu. Hapo umefanya nini? Hapo umefanya nini? Hapo umefanya nini? Umekata shauri. Usikate shauri kwa mahubiri ya shetani. Ndugu zako wanakuambia kama unakwenda huko, mume wako anakuambia kama unakwenda huko nitakuacha. Kama unakwenda huko nitakuacha. Kama unataka kukaa na mimi usiende huko kanisani. Usiende huko kwenye ulokole. Kama mimi naona kawa nasikiliza. Unamwambia mume wangu, niambie mambo mengine yote, katika hilo utajisumbua. Roho yangu ni ya kwangu mwenyewe. Siku yangu ya kufa nitakufa peke yangu, sitakufa na wewe. Nilizaliwa tarehe yangu na ulizaliwa tarehe yako. Na kufa kwangu ni tarehe yangu na wewe ya kwako. Roho yangu iachie. Ukioa roho yangu, umeoa mwili wangu. Piga, piga, piga. Amen. Mshike mkono jirani, mkumbushe. Usipowahubiri wao, watakuhubiri wewe.